Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi. Tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Benki ya CRDB imesema itaendelea kuwawezesha vijana kushiriki zaidi kwenye uwekezaji wa hisa na huduma za kifedha kidigitali, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi jumuishi nchini, ambapo mwandishi wetu Jamila Omar anaripoti zaidi kutoka Arusha. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB, Dr. Abdulmajid Nsekela, kuelekea mkutano mkuu wa 31 wa wanahisa wa benki hiyo unaotarajiwa kufanyika Mei 16 mwaka huu jijini Arusha. Amesema wakati dunia ya fedha ikiendelea kubadilika kwa kasi kupitia teknolojia, benki ya CRDB imesema vijana wana nafasi kubwa ya kunufaika na awamu mpya ya uwekezaji kupitia huduma za kidijitali pamoja na elimu ya masoko ya hisa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipounda Wizara ya Vijana, tulifanya kazi kwa karibu na Wizara ya Vijana ndani ya benki yetu ya CRDB. Kwa kuona umuhimu, tumekuwa na kitengo maalum specific kwa ajili ya huduma za vijana. Huwezi kuwafikia vijana bila kuwa na teknolojia ya kisasa. Na nadhani kwa mafanikio haya wanahisa wetu wana kila sababu ya kujivunia sana benki yetu pamoja na uongozi wake. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa CRDB Profesa Neema Mori ametangaza gawio la shilingi 90 kwa kila hisa kutoka shilingi 68 mwaka jana, sawa na ongezeko la 38%. Na hii ni ongezeko la 38.5 ukilinganisha na gawio la shilingi 65 tulilolitoa mwaka jana. Mkutano mkuu wa 31 wa wanahisa wa benki ya CRDB unatarajiwa kufanyika Mei 16 ukitanguliwa na semina ya wanahisa, huku viongozi wa benki hiyo wakisema lengo kubwa ni kuongeza ushiriki wa vijana katika uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, shukrani sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Iringa imesema inaendelea kuweka nguvu stahiki katika kuimarisha mahusiano wezeshi kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kwa kufungua milango ya majadiliano, ushirikiano na ujenzi wa mazingira rafiki ya biashara, hatua inayolenga kuondoa changamoto zinazokwamisha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Juhudi hizo ni utekelezaji wa ajenda za maendeleo za muda mfupi na mrefu zinazokusudia kukuza uchumi wa mkoa huo. Clement Sanga ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa baraza la biashara la mkoa, mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema jitihada hizo zinajumuisha kuimarisha mawasiliano kati ya wadau wa biashara, kurahisisha mazingira ya uwekezaji, kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wafanya biashara, pamoja na kuweka mikakati ya pamoja itakayosaidia kuongeza tija, ajira na mapato ya ndani, huku serikali ikisisitiza dhamira yake ya kuhakikisha Iringa inakuwa kitovu rafiki cha biashara na uwekezaji nchini. Mkoa wa Iringa una fursa nyingi za kiuchumi katika maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo, mifugo, utalii, viwanda na biashara. Kupitia ushirikiano wetu tunaweza kutumia fursa hizi kuharakisha maendeleo ya mkoa wetu, kutengeneza ajira kwa vijana wetu na kuchochea huduma na biashara katika mkoa wetu. Naye mwenyekiti wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo Tanzania TCCIA mkoa wa Iringa Himidi Mbata amesema kwa sasa serikali ya awamu ya 6 imefanya mahusiano kati ya sekta binafsi na umma kuwa mazuri na wezeshi. Sekta ya umma imeboresha kwa kiwango kikubwa miundombinu ya ufanyaji biashara, na hii imesaidia sekta binafsi kuanzisha biashara nyingi katika nyanja za biashara, viwanda, utalii, uchimbaji madini, kilimo, ufugaji, uvuvi na misitu. Hatujajikita kwenye utalii, yani tuna opportunity, alafu kama tuioni, ndugu zangu, tuamke. Kutoka mkoani Iringa, Clement Sanga, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake ya Clement Sanga ndio anatupatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao utakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.